Matatizo ya figo part 22. Matatizo ya figo sehemu ya 22. Kwa nini figo huuma? Kwa nini figo huuma? Maumivu ya ubavu sio kila wakati ni misuli. Wakati mwingine ni figo na zinahitaji kuangaliwa, yaani zinahitaji uchunguzi wa kitaalamu. Sababu zinazoweza kuhusika ili figo ziume. Sababu ya kwanza, maambukizi ya figo. Hii ndio sababu kuu, maambukizi ya figo. Sababu ya pili ni mawe kwenye figo. Hii nayo sababu kubwa sana, tumejifunza maambukizi ya mawe kwenye figo. Tumejifunza hata katika somo lililopita. Sababu ya tatu, kuziba kwa njia ya mkojo. Kuziba kwa njia ya mkojo. Na sababu ya nne, kuvimba kwa figo yenyewe. Kuvimba kwa figo yenyewe. Lakini sababu ya tano, cyst kuwa kubwa, kunenepa, kuvimba, kutanuka kwa baadhi ya watu au kwa baadhi ya wagonjwa. Dalili zake zinaweza kuwa zipi zinazoambatana na mambo hayo matano au zinazoambatana na figo kuuma? Dalili ya kwanza ni homa, utajisikia homa. Dalili ya pili, maumivu wakati wa kukojoa. Dalili ya tatu ni damu kwenye mkojo kwa baadhi ya watu au kwa baadhi ya wagonjwa. Na dalili ya mwisho ya nne ni kichefuchefu, pia ni kwa baadhi ya wagonjwa, kwa baadhi ya watu. Kwa dalili hizi basi zinasababisha figo yako kuuma. Maumivu eneo la figo yanahitaji kuangaliwa. Ukisikia maumivu maeneo ya figo, basi nahitaji kuangaliwa. Na si tu kuangaliwa, lakini ni pamoja na dalili nyingine na pamoja na vipimo. Kwa kuangaliwa dalili zilizopo na pamoja na dalili zingine ambazo mgonjwa ataeleza au mtu ataeleza, na pamoja na uchunguzi wa vipimo aina nyingine, kwa pamoja ndio tutathibitisha maumivu haya kweli ni ya figo au la. Mungu akubariki sana, usiache kushare. Asante.